Mama, kwa nini umetoka faa? Kwa nini umetoka faa? Zika sanda nyeusi, zika sanda nyeusi. Wale binadamu wana roho za ajabu. Dunia imenilemea, usilolijua ni usiku wa giza, tamaa mbele, mauti nyuma, chozi lantiririka. Anakuja yo. Mama. Mama Kendrick, unataka kuongea na mzee Kivuli feki au mzee Kivuli original ambaye ni mimi? Mzee Kivuli, kwangu kuna jambo haliko sawa. Nimeona. Mama Kendrick, kaa kimya. Mambo hayo unataka kuniletea mimi ni mambo ya kitoto. Hivi ulishakawahi kuona wapi mtu anayejua siri ya sanda nyeusi? Hakuna. Ni mimi mzee Kivuli tu, si muosha wala muoshwa, ni mimi. Sasa basi, ukitoa hii siri mahali popote kwa mtu yoyote, nitakuja takumeza. Nadhani umenielewa, unaweza kaondoka. Sawa mzee Kivuli, nimekuelewa. Baba,
ile kazi ulioniagiza ya kumvisha yule marehemu Sanda nimeshamaliza, nasubiria kazi nyingine. Safi sana binti yangu. Naona sasa umeshaanza kukomaa. Na nimependa sana kwa kazi uliyoifanya. Nakushukuru sana binti yangu. Hata mwenzio Emma nimemtuma kwenda kwa mama Kendrick kuchukua ile sanda nyeusi Mchagoni. Kwa hiyo sasa unaweza ukaingia ndani na ukapumzike. Asante sana. Sawa baba. Taarifa. Mama Kendrick katumia. Mambo hayo unataka kuniletea mimi ni mambo ya kitoto. Hivi umeshawahi kuona wapi mtu anayejua siri ya sanda nyeusi? Hakuna. Ni nini mzee Kivuli tu, si muosha wala muoshwa. Mzee Kivuli, awamu hii inatakiwa ufuate mila na desturi za kijiji chetu, maana enzi na enzi ni tamaduni zetu za kijiji. Binti yangu, na kuagiza unifuatie sanda nyeusi haraka iwezekanavyo. Sawa baba, nitafanya kama ulivyoniagiza. Mzee Kivuli, awamu hii hutaniweza. Nimejipanga vizuri sana. Huwezi. Unataka ufanye kijiji kama cha kwako na kati kijiji ni cha kwetu sisi wana kijiji. Mama Kendrick. Haki ya Mungu, watu wameshapoteza mila zao, watu wa zamani kwa kweli. Mama Kendrick, wewe umefiwa. Vipi tena unazurura mitaani? Sisi tulikuwa tunajua kabisa tunakuja kuzika. Hafu unazurura tu. Ndio maana hapa unapotuona na Mr. Mhogo udugu wangu, familia yangu, tulikuwa tunakuja kuzika kwako. Vipi? Au ushazika mwenyewe? Waje unakutoka kama mazuri. Yaani wewe mama umefiwa, halafu nazidi kutembea. Sasa tunataka tujue. Unajua tumekuja tuko serious. Hivi tunazika nyumbani au bondeni? Kaeni kimya. Nyie mnakielewa mnachokiongea? Nani kawaambia kwa kuna msiba? Au vijana wa siku hizi mnavuta majani hatarishi kwa afya zenu? Safi sana kijana wangu. Na ndio maana nakuamini. Halafu nakuaminia vile. Sasa basi, hebu peleka hiyo sana ndani. Sawa baba. Lakini baba, kuna kitu kinanichanganya kabisa. Sasa sikieni. Kama mnaamini kwangu kuna msiba, geukeni taratibu, pole pole. Muondoke na mrudi.
namfanya kama nimezika. Wapuzi nyie. Cheki mama chombo hiki. Ila Mr. Muhogo, ila watu wa zamani kwa kweli mila zinaenda zinaisha taratibu. Kabisa. Ila nilikuwa na idea moja tu. Hivi kwa sababu hili swala bwana, kwa vile tulikuwa tumeshalianzisha, na wazo hili. Unaonaje ukanisikiliza, yani kizipu wa mazipu. Endelea wewe udugu bana, wewe ni hivi. Unaonaje nikakuboma yani jembe la kichwani, halafu nikakuzika tukafanya kama vile hakujatoka wewe chochote. Hivi kizipu na akili sawa sawa wewe. Yaani mimi ni baba jembe. Wewe mpumbavu wewe, kwanza ubunifu. Tena ukome. Huko unaenda wapi? Umechanganyika na wewe. Wewe bado unakula Mungu. Wewe uko na nini? Nimefanikiwa mpaka kufika Mama Kendrick. Nimefanikiwa kuchukua sanda. Lakini sijafanikiwa kuiona kabisa maiti. Hiyo kitu kinanitatiza sana. Yaani umekuta sanda tu? Sawa. Sasa peleka sanda ndani. Mimi nataka nitoke kidogo. Halafu usiku tutakuwa na kazi ya kufanya. Sawa? Aya. Peleka ndani sanda. Na maana maiti haikuwemo ndani. Ni mchezo unataka kufanyika huu. Wananichokoza mimi. Mzee Kivoli, karibu kiti ukae, ili kusudi tuweze kuzungumza, niweze kukusaidia. Sikia nikwambie. Mimi kwako hapa sijaja kuja kukaa eti chukua kiti ukae, hapana. Nimekuja kukupa onyo. Onyo lenyewe ni hivi: ni marufuku kuingilia mipango zangu. Pia sitaki kabisa ufuatilie mambo yangu. Hivi kwa nini unaingilia mamlaka ya watu wengine? Kwanza wewe ni mtabiri, unafuatilia mipango za watu. Kwa nini? Unasikia? Ukinifuatilia utakuwa huyapendi maisha yako kamwe. Mzee Kivoli, kaa ukijua katika kijiji hichi wewe ni mtu mkubwa sana, ila umediriki kubadilisha mila na desturi, kutumia sanda nyeusi kama vazi la wafu. Huoni kuna kosea? Nilifikiri hujui, kumbe najua. Basi mimi ndo mkubwa wa hiki kijiji. Nashangaa kuniingilia. Najua umenisikia na umenielewa ninachokimaanisha ni kitu gani.
usifuatilie mipango zangu. Ukifuatilia ndugu yangu, wewe Kwa taarifa yako, mimi ni namba 77. Wewe ni saizi ndogo tu, namba 22. Ninao uwezo mkubwa sana wa kuingilia madaraka ulionayo wewe na kukugeuza na kukupindua. Kwani wewe ni nani? Unasumbua tu kijiji. Uchawi unaniandama, kivuli nyuma hakini wachi. Nauliza mababu waliolala, mbona damu ya mtoto imekuwa sadaka? Mama, ni kwa nini umetoka fara? Ni kwa nini umetoka fara? Ni kwa nini umetoka fara? Kwa nini umetoka fara? Mama, umegeuka amri za mizimu. Umegeuka amri za mizimu. Umetumia sana nyeusi. Umetumia sana nyeusi kama vazi la maiti. Kama vazi la maiti. Umekosea sana mama. Umekosea sana mama. Kwa nini umetoka fara? Kwa nini umetoka fara? Kwa nini umetoka fara? Sanda nyeusi, sanda nyeusi, sanda nyeusi. Ni kinyume na mila na desturi za kijiji chetu. Kwa nini umetoka fara mama? Kwa nini umetoka fara mama? Hili utalipia. Hili utalipia. Sana usiku silale, mie nateseka. Dunia imenilemea, usilolijua ni usiku wa giza. Tamaa mbele, mauti nyuma, chozi lantiririka. Sanda nyeusi yanapatoshi, usiku silali, zika mila zetu za Afrika ni kinyume na zika. Sanda nyeusi